Wapendwa wasikilizaji, ufupi wa habari. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huu ni mwaka wa pili ambao siku ya 6 ya mwezi wa 4 ni siku kuu ya umma iliyowekwa kwa kukumbuka kazi kubwa ya Simon Kimbangu kwa ajili ya Afrika. Jimboni Ituri, wakaaji wako katika hali ya hofu kwani waasi wa ADF wameingia tena Mambasa Centre. Jimboni Manyema, wafungwa katika gereza kuu la Punya wanaishi katika hali ngumu kwani tangu miezi mingi gereza hii haipokei ruzuku ama msaada wa serikali. Baki nasi mpendwa, ufate urefu wa habari hizi. Na wasalimu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio la Amani. Nimeatangaza hapa mwanzoni. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huu ni mwaka wa pili ambao siku ya 6 ya mwezi wa 4 ni siku kuu ya umma iliyowekwa kwa kukumbuka kazi kubwa ya Simon Kimbangu kwa ajili ya Afrika. Siku ya kwanza hii, tarehe 6 ya mwezi wa 4, ofisi zimefungwa na taasisi kadhaa hazikufanya kazi. Zaidi ya siku kuu ya kidini, siku hii ni siku ya ufahamu kwa Wanaafrika wote. Tukumbuke kwamba historia hii ilianza kwa tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 1921 huko Nkamba. Siku hiyo mwanaume mmoja alinuka dhidi ya ukandamizaji wa wakolonia kupitia nguvu kamili ya imani yake na hotuba yake juu ya hadhi ya watu weusi. Simon Kimbangu alihukumiwa kifo kisha kifungo cha maisha jela, akakaa gerezani kwa miaka 13 hadi kifo chake mwaka 1951. Siku ya kwanza hii kanisa la Kimbangiste limeeneza miaka 105. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, pia waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka na wajumbe wengine kadhaa walisafiri hadi Nkamba ili kushiriki na waaminifu wa kanisa la Kimbangiste. Tujue kwamba kwa sasa Nkamba imekuwa mji wa utawala. Kama nilivyotanguliza, jimboni Ituri wakaaji wako katika hali ya hofu kwani waasi wa ADF wameingia tena Mambasa Centre. Chambulio hilo lilitokea usiku wa siku ya Mungu kuamkia siku ya kwanza katika kitongoji cha Arwa 2 iliyoko karibu kilomita 165 kusini magharibi mwa Bunia. Hivi sasa wakaaji wengi wanakimbilia maeneo salama na maisha yamepungua kwanza tena. Mashirika ya kiraia ya eneo hilo yanashutumu kutofaulu kwa operation za kijeshi dhidi ya waasi hao ambao katika juma hizi mbili zilizopita wanahutumiwa kuua karibu watu 100. Kwa upande wake, msemaji wa jeshi jimboni Ituri, Lieutenant Jules Ngongo, alihakikisha kuwa FARDC iliingia kati haraka. Waliwakamata wapiganaji 5 wa ADF na kuwanyang'anya silaha baada ya kuwafukuza adui. Wakati wa mapigano hayo, watoto 3 wa chini ya umri ya miaka 10 ambao walikuwa wamechukuliwa mateka na ADF walifanikiwa kutoroka. Na jimboni Chopo, mambo si mazuri kwenye mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan du Sud. Shirika Kinalego inatoa tahadhari kuhusu maendeleo ya wafugaji wa Mbororo katika eneo la Jugu. Shirika hilo lisilo la kiserikali linatoa wito kwa mamlaka kurejesha amani haraka katika eneo hilo kwani kumekuwa utekaji nyara na mauaji. Na jimboni Kivu Kaskazini, wakaji wa eneo la Lubero ambao walikuwa wamekimbia machambulizi ya ADF juma kadhaa zilizopita wanaanza kurudi polepole katika eneo la Mwenye. Kulingana na mashirika ya kiraia ya eneo hilo, shughuli zinaendelea polepole haswa katika mji wa Vurondo. Biashara ndogo, maduka na shule zinaanza tena kufunguliwa polepole. Kwa hiyo mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa vikosi vya usalama kuzidisha juhudi zao ili kufikia utulivu wa kudumu katika eneo. Jimboni Manyema, wafungwa katika gereza kuu la Punya wanaishi katika hali ngumu sana hata isiyo ya kibinadamu kwani tangu miezi mingi gereza hii haipokei ruzuku ama msaada wa serikali. Ndivyo alitangaza mkurugenzi wa gereza hiyo siku ya Mungu iliyopita tarehe 5 ya mwezi huu wa 4 baada ya kufariki kwa mfungwa mmoja gerezani kutokana na hali hiyo.
Tumsikilize mkurugenzi wa gereza la Punia Tunenge Munyolo, anazungumza kupitia kipaza sauti kia Florence Kizalunga. Kuna msiba hapa ku prison, mtu mmoja alifariki, na badala ya yeye kukimbia, ule mtu alikimbia kwa pori, kisha yeye kukimbia kwa pori akabakia kule muda wa siku karibu 5 bila chakula wala bila fasi ya kujificha. Mvula iko namnyeshea kila siku, na sasa wakati tulimrekipere alikuwa mzaifu sana, na wakati alipofika hapa kwa siku moja tu alipata diare na akakufa. Ni ile kwa maisha ya wafungwa hapa, wanaishi mubaya sana kwa sababu hakuna chakula. Serikali hatume chakula kwa hii masiku, kwa hii situation ya vita yenye tuko kwayo, na ku prison yetu ya Punya tunakosa chakula. Ndio tunaalika watu wa moyo mwema waweza kutusaidia. Sasa vile mara moja tunazoea kupokea makanisa inatusaidia, na vile tunaalika watu wa moyo mwema kuweza kutusaidia pia namna ya wandugu yetu kuishi. Ile tunarudi Kivu Kaskazini. Wakaji karibu 100,000 wa vijiji vya Kibumba na Buhumba katika eneo la Nyiragongo wamepata maji safi ya kunywa kwa mara ya kwanza. Mradi huo unaoitwa maji kwa ajili ya Virunga ulianzishwa siku ya Sabato iliyopita huko Kibumba. Bernard Nyangi kwa maelezo zaidi. Ni katika hali ya furaha kubwa ambamo wakazi wa Kibumba na Buhumba walisherehekea Jumamosi mtiririko wa maji safi kwa mara ya kwanza kwa mabomba yaliyowekwa maeneo ya kwao, ikiwa kwamba eneo hiyo haina kisima chochote cha asili au mto. Ukifasiliwa na serikali ya Uholanzi, mradi huo wa maji safi ulizinduliwa Desemba 2016 na mashirika Water for Virunga na MDF Global. Kazi ilipangwa kukamilika March 2021, lakini visa vya usalama eneo hilo vilichelewesha utekelezaji wake. Kuingilia kati kwa shirika Virunga Energy miezi kadhaa iliyopita kulizindua upya na ukamilisha mradi. Visima vilijengwa maeneo za Kamira katika usultani mdogo wa Jomba mtani Ruchuru, kadhalika vituo vya kusukuma maji vilivyowekwa umeme. Kwa jumla, mashirika haya yaliweka kilomita 39 za mirija toka visima hadi Kibumba. Mtandao wa ugawaji maji unajumuisha mabomba 38 ili kuhudumia zaidi ya wakazi 70,000 wa maeneo za Kibumba na Buhumba. Kwa mujibu wa Virunga Energy, moja ya malengo ni pia kupunguza mizozo za kijamii katika eneo hilo ya mipakani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Uganda. Habari njema kwa maafisa wa polisi wa Kanyongolo katika wilaya ya Kanshi. Kanyongolo ambayo ilitishiwa kwa miaka mingi kwa kuvamia mifereji ya maji, sasa inanufaika na mradi wa uokoaji. Kazi ya kupambana na momonyoko wa udongo na ujenzi wa barabara ilianzishwa siku ya Mungu iliyopita na waziri wa miundombinu na ujenzi wa umma John Banza. Hafla hiyo ilifanyika mbele ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya barabara na majitaka OVD kwa kifupi, Victor Tumbachikela, pamoja na gavana wa jimbo. Maelezo zaidi katika ripoti hii ya Esther Ndalafina kwa utafsiri wa Jean Kasami. Charles Mwanzalu, mkurugenzi makamu wa OVD jimboni, alionyesha namna muradi unagawanywa kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inahusu kukarabati na kuweka lami urefu wa kilomita 1.5 kwenye barabara ambayo inaunganisha shule Kalenda Mudishi na barabara ya taifa nambari 1 karibu na ulalo Lubilanji. Sehemu ya pili inahusu kukarabati kwa udongo bila kuweka lami mita 700 kuanzia Kakenda Mdishi hadi eneo la mporomoko wa udongo la Chamba, ambalo kwa sasa linakuwa eneo bila hatari kubwa kama vile ilivyokuwa zamani. Muradi unahusu pia kazi za ujenzi wa mifereji na njia za kushusha maji ya mvua. Muda wa kazi ni miezi 24 katika lengo la kuzuia hatari za vichwa vya miporomoko 13 zinazotishia kampi Nyongolo, lakini pia miundombinu za faida kwa mkoa wa Kanshi. Muradi unarudisha matumaini kwa wakazi wakata kama vile Dubai, Kasamai ambazo muda mrefu zilihatarishwa na mimomonyoko ya udongo. Tuelekea jimbo la Lualaba ambapo wakaji wa kijiji cha Mukumbi katika kundi la Kazembe wanaishutumu kampuni ya Shemaf ambayo imewafurusha kutoka kwao kwa shughuli za uchimbaji madini. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Sabato hii iliyopita, wakaji hawa wanasema wamepoteza mali zao na kwa sasa wanaishi katika hali ngumu. Maelezo zaidi na we Pola Munanga. Kulingana na wakaaji wa kijiji cha Mukumbi,
Shughuli za uchimbaji wa madini zinazofanywa na kampuni ya Shemaf zimesababisha uharibifu mkubwa wa mazingira. Wakaaji wanashutumu Shemaf kwa kuharibu mashamba na nyumba zao. Wanasema wanaishi katika hali mbaya na wanataka kuhusika kwa mamlaka ya mkoa wa Lualaba. Hebu tumsikilize mkaaji mmoja. Tunateswa sana. Tukunaomba kwanza ba autorite bote, mama Fifi atuangalilie kwa hii mwaka. Ile mugini ni mugini wetu, tulikala pale, batoto yetu banafunda, batoto yetu banakata mashamba, banafanya chochote kwa, lakini Semafa nakuya anatunyanganya ile fashi bila kutulipa. Batoto yetu balilungula pale, bitu yetu byote bililungula pale, tunabakia bantu ya mateso. Na leo hii betu batoto abafunde masomo na shibe nye tukunangaika kulala mu makanisa. Tunapenda batulipe, kuna shataka lokukaloku tuone mwakubanguza machozi kumacho. Tulijaribu bila mafanikio kupata jibu kutoka kwa kampuni ya uchimbaji ya madini ya Shemaf na pia kutoka kwa waziri wa madini wa mkoa wa Lualaba. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi. Tumefika wakati wa kufata sehemu ya pili ya toleo hili pamoja na mwalikwa wetu Rosalie Zawadi. Radio Okapi. Invité en Swahili. Jifunze kuweka chini simu yako na kumtazama mtu aliye mbele yako unapoongea naye. Huu ni ushauri wa mwanasaikolojia Semu Vincent wa mjini Goma kupitia kampeni ya kupunguza matumizi ya simu inayojulikana kama Digital Detox. Anapambana na tabia mpya unaoitwa fabbing. Hii ni tabia ya kutotoa angalisho ama kutongelesha watu walioko karibu nawe, ukizingatia yani ukifurahi kuweka macho kwenye simu yako ya mkononi ukiwasiliana na wale walioko mbali kupitia simu yako. Je, tabia hii unaharibu mazingira ama mahusiano yetu na tunawezaje kuiacha? Mwanasaikolojia Semu Vincent anajibu maswali ya Rosalie Zawadi. Semu Vincent, jambo. Si jambo mpasha habari. Mnazungumzia siku hizi kama wa psikolojia hiyo mnayoita fabbing. Utueleze kwanza ni nini? Tunapozungumzia fabbing inakuwa ni hali ya mtu ambaye pahali aweze kuzungumza na mtu ambaye anakuwa mbele yake, anakusudia kuweza kubaki akijikonsentre kwa telefoni ya kwake. Na utaangalia kwa leo imeweza kugonga mwamba sana. Watu wameweza kuweka kipaumbele kwa watu ambao wanazungumza kwenye simu, wakiweza kuwaweka kando watu ambao wanakuwa nao mbele yao. Ni kama vile wanandoa, hakuna muda wa kuweza kuzungumza na watoto. Na inakuwa ni shida kubwa sana kwa sababu kila mmoja ameweza kubaki akitazama simu yake, na sasa hali ya kijamii inakuwa ikipunguka sana wakati tunatumia fabbing. Yaani fabbing, unaenda kumuona mtu, unapenda umuelezee jambo fulani lakini anabaki kwenye simu yake. Ndio, anabaki kwenye simu ama anakuambia utaniambia kwenye simu. Kwa nini tusiweze kuzungumzia maneno yetu tukitazamana? Lakini tunakusudia kuweza kuzungumzia wakati tunazungumza kwenye simu. Wakati tunatoa fabbing hiyo, tutaweza kufurahia kuweza kuzungumza tukitazamana na inakuwa vizuri zaidi. Na katika kazi yenu umeona ya kwamba hii namna ya watu kubaki kwenye simu, kuwapatia valeur watu wenye huko mbali zaidi ya wale wanaokuwa mbele yao, imekuwa na matatizo mengi sana. Ndio, hii inakuwa ni shida kubwa sana. Zaidi sana utaweza kuangalia, inawezekana mtu anakuwa akiongoza meeting fulani na watu 15 ama sijui 10, na sasa mtu mmoja tu ameweza kuita kwenye simu na anaacha wengine watu wote, na anachukua muda mrefu sana akizungumza kwenye simu, na hapo anajisikia vizuri. Na hii inakuwa ni shida kubwa sana ambayo inakuwa ikionekana kwa siku hizi. Yaani mtu anakuja kwa ofisi yako physiquement, hautaweza kumpatia consideration kama yule ambaye ameweza kuita kwa simu. Na hii inakuwa ni shida. Ama ukizungumza naye kila muda unakuwa ukimkata maneno kwa sababu unakuwa ukizungumza na mtu mwingine kwenye simu. Na hizi ni shida ambazo zinakuwa zikionekana kwa siku hizi, mpasha habari. Na basi ni mashauri gani mnazotoa ili kuboresha mawasiliano kati ya watu na kutokuanguka katika kitendo hiki kibaya? Unajua, tunapozungumzia fabbing, kabla tuweze kusema mbinu ambazo tunaweza kutumia, ni kwamba imeonekana kwamba imevunja maneno mengi sana. Kwa sababu watu wamechukua muda mwingi sana wakitazama simu, wakitazama television, na inakuwa shida kubwa sana. Na kama vile tumeweza kusema ni kwamba inapunguza mawasiliano kati ya wanandoa, kati ya wanamemba katika jamaa, katika jamii, na inapunguza pia mapenzi kati ya wanandoa.
Na sasa kama tunaweza kuzungumzia mambo ambayo tunaweza kufanya ili kuweza kupunguza farming katika jamaa za kwetu. Jambo la kwanza ni kwamba tungeliweza kukusudia kuweza kuepuka kutumia simu, kwa mfano kabla tuweze kulala. Unajua zaidi sana wakati watu wanataka kulala, wanapotumia simu, hii inakuwa ikiathiri ubora wa usingizi ambao wanakuwa nao. Jambo lingine ni kuweza kujiambia kwamba sitaweza kutumia simu wakati naamuka asubuhi. Asubuhi ni kwamba nitaweza kuchunga niweze kutoka chooni, naweza kutumia chai, na sasa baadaye ndio naweza sasa kutumia simu, lakini sio kuamka na kuweza mara moja kuweza kutumia simu. Wakati wa mazungumzo hakuna simu wakati ya kula chakula. Ni wakati mzuri sana. Tunaweza kuwa na ile ambayo tunaita nafasi ambamo tunajiambia kwamba hapa hatutaweza kutumia simu. Na mnapopanda mashauri hii ni kusema watu waachilie simu, waache simu kabisa, ama sijue wakamate msimamo gani? Kwa siku hizi iko vigumu sana kuweza kuambia watu waache simu, kwa sababu simu ni mojawapo ya chombo muhimu sana ambao tunakuwa tukitumia. Lakini swali ambao msikilizaji wetu angeweza kujiswali ni kwamba, je, ni mimi ambaye na control simu ya kwangu ama ni simu ambayo inani control? Kwa sababu imeonekana kwa wengi wafanyakazi ile ambayo tunaita procrastination, yaani kazi ambayo angeweza kufanya kwa muda huu anakusudia kuifanya kwa muda mwingine, kwa sababu anakuwa akitazama simu ya kwake. Ni vizuri sana kujua kwamba napaswa kutumia simu wakati mimi nimehitaji kuitumia, hapana wakati simu imeniweza kunishurutisha kuweza kuitumia. Ndiyo maana hatutaweza kuambia kwamba wasikilizaji wasiweze kutumia simu. Tutumie simu, lakini tujue kwamba tunapotumia simu kidogo, hii inakuwa ikitusaidia kwenye hali yetu ya kimafikiri, inatusaidia pia kuweza kuweka uhusiano mzuri kati yetu sisi wanandoa, kuweza pia kuboresha uhusiano wetu pamoja na watoto. Hata katika jamii tunajisikia vizuri wakati tunakuwa tukizungumza ana kwa ana. Semu Vincent, nakumbusha kwamba unakuwa mwanapsikolojia hapa mjini Goma. Asante kwa mashauri. Asante pia mpasha habari. Radio Okapi, dossier en Swahili. Chuo Kikuu cha Kindu kimepokea mbegu za kahawa ya Robusta kwa ajili ya kukuza kilimo cha kudumu. Hii ni sehemu ya kampeni ya kilimo ya mwaka 2025 hadi 2026. Mradi huu unalenga kufufua kilimo cha kahawa na unatekelezwa na Wizara ya Kilimo ya Jimbo pamoja na huduma za ukaguzi wa kilimo na usalama wa chakula. Mpango huo unafanyika kupitia kitengo cha kilimo na mazingira cha Chuo Kikuu cha Kindu. Zaidi ya miti 12,000 ya kahawa ya aina Robusta inatarajiwa kuzalishwa ili kutolewa kwa wakulima wa Kindu. Maelezo mengi zaidi katika ripoti yake Florence Kiza Lunga. Kupitia mradi huu, serikali kuu inalenga kufufua uchumi wa jimbo nzima la Maniema. Engineer Matondo Muyombo John, mkuu wa eneo la majaribio la Uniki, anaeleza umuhimu wa msaada huu wa serikali. Sisi tulipata kiwango ya kilogramu 125 ya mbegu ya kafe ya variété Robusta, na baadaye pa tukapata tena 55 kg ya masache. Pour le moment évidemment tuko na ina fait ya 113 plate-bande, na tusha kwa deja 9 plate-bande ye tusha panda mapando musache, na plate-bande mbili tunapanda bila sachet, tunapanda tu hivi comme ça. Tunataka expérimenter ya wapi itaduwe mzuri. En tout cas tunatumenea kupata karibu miti 12,000 yenye tunapaswa kuipata après 6 mois, na kisha 6 mois tutakabula sasa kualimaji kwa kisi province yetu yende bele katika hali ya uchumi. Rektor wa muda anaipongeza serikali kwa kuonyesha imani na kuahidi kutoa matokeo. Profesa Kazimire Ngumbi Kitete: kwanza mbele ya kuwapatia ahadi yetu, tunapenda kushukuru bwana liwali sababu ya kuweza kutuhesabia kati ya watu ambao walipatia hiyo masemence juu tuweze kuipanda. Shukrani. Na tunasema hivi, wakati wote ambao kazi hii itaendelea, tutaichunga sawa vile wa sentinel kusudi ifikishe mwisho, na tutaomba tu kitu kimoja, kimya na salama iendelee hapa jimbo letu la Maniema. Nadhani yote itaendelea vizuri sana. Kwa upande wake, mkaguzi wa mkoa wa kilimo na usalama wa chakula Ramazani
Ramazani Rajabo anatoa wito kwa wakazi kukumbatia mradi huu. Inafaa watu wajitoe katika kazi ya mulimo, sababu kiangalia dunia mzima, mainchi ambazo zimeendelea mudunia hawakuendelea sababu ya kuchimba madini, hawakuendelea sababu ya kuloba. Mainchi kabambi yenye inaendelea kuwazungu na huku kwetu wanaendelea sababu waliingia kwa kazi ya mulimo. Kazi ya mulimo ni kazi yenye kuwa na utulivu, inatupatia chakula, inatupatia vitu mingi na pesa. Antuka mulimo kama hatuyarudia kwa maneno ya mulimo, maisha yetu itazidi kuharibika tu. Kwa mjibu tu wa Ramazani Rajabo Andilwa, maeneo mane yamechaguliwa katika jiji la Kindu. Maeneo haya ni sawa vile maeneo ya majaribio la Uniki, Isder, Iseave na tovuti ya Alunguli. Nimeripoti toka Kindu, mimi ni Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Okapi. Mwisho wa habari. Asante kwa kutufata.